Mungu akubariki Dokta kwa maombi mazuri. Tumekuwa na wiki la Pentekoste. Tulianza ile siku ya Ijumaa na leo tutakuwa tunamaliza, lakini sidhani kama tutamaliza. Bwana, somo la Roho Mtakatifu ni pana sana. Lakini kwa neema ya Bwana ninaamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Amina jamani. Ujumbe ambao tulikuwa tunatembea nao ulikuwa unasema maana ya karama za Roho Mtakatifu. Maana ya karama za huduma za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna karama na huduma za Roho Mtakatifu. Hizo ndio tunapaswa kuzitazama, kwa sababu lengo la kuweka wiki hii la Pentekoste ni pamoja na watu kujaa Roho. Kwa sababu kanisa lolote ambalo Roho Mtakatifu hayupo ni kanisa lililokufa. Linaweza likaonekana lina jengo zuri, linaweza likaonekana lina watu wazuri, lakini katika ulimwengu wa roho hilo kanisa limekufa. Na tunatamani na sisi tuhuishwe ili kanisa la Mungu liwe hai kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Uhai wa kanisa unategemea na kiwango cha Roho Mtakatifu. Kiwango cha Roho Mtakatifu ndicho kitachoamua uhai wa kanisa. Kwa hiyo kuna makanisa mengi, na tunapozungumzia makanisa hatuzungumzii madhehebu, hatuzungumzii majengo, tunazungumzia maisha ya mtu binafsi. Tunazungumzia maisha yako. Kama maisha yako hayana Roho Mtakatifu, nataka nikwambie maisha yako yameshakufa. Japo unapumua, unatembea, lakini umeshakufa, kwa sababu uhai wa kanisa unategemea na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio maana Yesu alipokuwa anaondoka akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa msiondoke mpaka mtapopata ile nguvu itokayo juu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu alijua bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kanisa lisingekuwa hai na lisingeweza kuzaa matunda kwa kiwango ambacho Mungu alikuwa amekusudia. Kwa hiyo msingi wa somo hili ni watu kujaa na kufurika Roho Mtakatifu. Na unajua tukijaa na kufurika Roho Mtakatifu, kila mtu mmoja hapa atabarikiwa kwa jina la Yesu. Nasema kanisa la Bwana litabarikiwa kwa jina la Yesu. Kila huduma itabarikiwa kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anayeopaleti sio wewe, anayeopaleti ndani yako ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akiopaleti ndani yako, hawezi kuopaleti Roho Mtakatifu ndani yako alafu moyo wako ukawa umetekwa na shetani. Haiwezekani. Unanipata pamoja? Unanipata pamoja? Sasa maandiko ya msingi tuliangalia siku ya ile Ijumaa, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 na mstari wake wa kwanza. Unaweza kanisomea hilo andiko? Ndio. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za rohoni sitaki mkose kufahamu. Paulo anazungumza hivyo kwa kanisa la Wakorinto. Na moja ya kanisa ambalo lilijaliwa karama, vipawa na nguvu za Roho Mtakatifu lilikuwa ni kanisa la Wakorinto. Kwa hiyo moja ya watu ambao walimuelewa Paulo walikuwa ni hawa watu. Walikuwa wananena isivyokuwa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Paulo anasisitiza, anasema, basi ndugu zangu, kwa habari za karama za rohoni sitaki mkose kufahamu. Paulo alitamani kile alichokipata ndani yake kanisa nalo wapate, na watu wa Mungu nao wapate. Kwa nini? Alijua utamu wa kujaa katika Roho. Alijua utamu wa kufurika katika Roho. Alijua utamu wa kujaa na kumiminwa katika Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Na mimi nataka nikwambie, mwambie mwenzako, jaa katika Roho. Mwambie jaa katika Roho. Tikise jirani yako, mwambie jaa katika Roho wewe. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 10. Naomba nisomee kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, ndio, kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na hudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu,
ili Mungu atukuzwe katika mambo yote. Atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Petro anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anasema kila mtu kwa kadri alivyopokea karama, anasema itumieni kwa kuwahudumia wengine kama mawakili wema wa neema za Mungu. Maana yake unapojazwa na kufurika Roho Mtakatifu, sio kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya kujenga na kuimarisha mwili wa Kristo. Amina jamani. Amina. Sasa leo nataka tuingie kwenye kipengele kingine, maana hili somo ni refu. Tulianza nao ile siku ya Ijumaa. Leo nataka tuangalie maana ya karama za huduma za Roho Mtakatifu. Maana za karama za Roho Mtakatifu. Karama, unaweza kaandika, karama za Roho Mtakatifu ni uwezo wa kiungu ambao Mungu huwapa waamini kwa ajili ya kulitumikia kanisa na kusaidia wengine. Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo wa kiungu ambao Mungu huwapa waamini kwa ajili ya kulitumikia kanisa na kusaidia wengine. Kwa hiyo karama hizi za Roho Mtakatifu ambazo Mungu huwa anaziachilia kwetu, sio kwa ajili ya manufaa yetu binafsi, sio kwa ajili ya kwako binafsi, lakini ni kwa sababu ya kusaidia wengine, kusaidia kanisa la Mungu, kusaidia kujenga mwili wa Kristo ndani ya kanisa. Kwa hiyo karama unazopewa za kunena, karama unazopewa za Roho Mtakatifu, Mungu anakusudia sio kwa ajili yako kujinufaisha, ni kwa ajili ya kulijenga kanisa la Mungu. Ndio maana unaponena sana usijisifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokupa karama ya kunena usijisifu sana. Mungu amekupa kama zawadi. Lengo ni kanisa la Mungu liweze kuimarishwa. Sasa hizo karama unaweza kaandika karama hizo moja ambazo Roho Mtakatifu anatoa kwa ajili yetu. Moja, karama hizo hazitolewi kwa elimu ya dunia tulionayo. Ndio maana hata uwe na elimu kwa kiwango gani, Roho Mtakatifu hakupi karama kwa sababu ya usomi ulionao, kwa sababu ya PhD ulionayo, kwa sababu ya masters ulionayo. Hapana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakupa kama zawadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, karama tunazopewa na Roho Mtakatifu hazinunuliwi kwa fedha. Hata uwe na fedha kwa kiwango gani, hata uwe na utajiri kwa kiwango gani, hauwezi ukanunua karama za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanafikiri unaweza ukanunua karama za Roho Mtakatifu. Hauwezi. Jambo la 3, karama hizi hutolewa kwa neema. Kwa hiyo Mungu anapoziachilia neema, anapoziachilia karama, ameziachilia kwa neema. Ndio maana karama yoyote uliyokuwa nayo ambayo Roho Mtakatifu ameiachilia kwako, usifikiri ni kwa sababu wewe ni mzuri kuliko wengine. Hapana. Karama hiyo imeachiliwa kwa neema tu. Na kama ni kwa neema, ni lazima uwe mnyenyekevu sana, ili hiyo neema iendelee kushuka na kushuka na kushuka na kushuka kwa utukufu wa Bwana. Kwa sababu kadri unavyojishusha mbele za Bwana, ndivyo Mungu anavyokuinua sana. Kadri unavyonyenyekea mbele za Bwana, ndivyo mbingu zinavyokuinua sana. Mimi nimeona watu wengi wamekuwa na karama nyingi, lakini kwa sababu ya kukosa maarifa ya kujua hizo karama walizopewa sio kwa ajili yao, hizo karama walizopewa sio kwa sababu wao ni watakatifu sana, ni kwa sababu ya neema, wakashindwa kutembea katika wingu la neema. Vipawa vyao vikaondoka, karama zao zikaondoka. Kwa nini? Kwa sababu walipopokea walijua wao walikuwa wanastahili. Sikiliza, hakuna anayestahili kupokea karama na vipawa, lakini tunapewa kwa neema. Tunapewa kwa neema. Kama Bwana amekupa neema ya karama, ujue kwamba hiyo uliyopewa ni kwa ajili ya neema tu ya Mungu. Tikisa mwenzako kuambia ni kwa neema tu ya Mungu, sio kwa ajili ya ujanja wako, sio kwa ajili ya akili zako.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alikuwa mwimbaji mzuri sana, Mungu alimpa mafuta, alikuwa akiimba. Yeye nataka nikwambie, wimbo wake akiimba, mapepo yanalipuka, watu wanajaa roho. Sasa kanisa lilibarikiwa na huduma yake, lakini mwisho wa siku mabega yakaanza kupanda. Anasema bila mimi hakuna anayeweza kuimba hapa kanisani. Hata mchungaji anajua nisipokuwepo mimi ibada haiendi. Kwa hiyo akaana bembelezwa kuja kanisani. Wakati wa ibada yeye anakuja mwishoni, kwa sababu yeye ndio superstar. Akiimba watu wanabarikiwa. Hakujua kwamba alichopewa ni kwa ajili ya neema tu ya Mungu. Siku moja amechelewa na akalazimisha kuimba. Alipopewa mic ndio siku yake ya mwisho kuimba. Mungu aliondoa ule upako uliokuwa ndani yake. Alikuwa akiimba watu hawamuelewi. Mwisho wa siku na huduma yake ikafia. Kwa nini? Kwa sababu alijua kile alichopewa, alifikiri ni kwamba alistahili. Ndio maana kuna watu wengi walipokuwa wameokoka mwanzoni, Mungu aliachilia karama nyingi, vipawa vingi, huduma nyingi, lakini kutokujua kwamba ulichopewa ni kwa neema tu ya Mungu, ulishindwa kukilinda. Ndio maana leo umekuwa mweupe, mafuta hayapo, unaimba lakini huduma haipo, unapiga lakini huduma haipo, kila unachokifanya hata unabii haupo. Kwa nini? Ulifikiri ulistahili wewe. Lakini kama ungekuwa unajua ulichopewa ni neema tu ya Mungu, Mungu ameacha watu wengine, alikuchagua wewe, ungekilinda, Mungu angekuinua sana. Na mimi ni maombi yangu, kama Mungu amekupa karama yoyote, jua ulichopewa ni kwa neema ya Mungu tu. Haukustahili kabisa. Kama ni mwombaji, kuna watu ni waombaji kuliko wewe. Kama ni watoaji, kuna watu ni watoaji kuliko wewe. Kama ni utakatifu, kuna watu ni watakatifu kuliko wewe. Lakini kwa nini Mungu amekusudia wewe? Ni kwa neema tu ya Mungu. Nasema ni kwa neema tu ya Mungu. Nasema ni kwa neema tu ya Mungu. Ndio maana narudiaga nasemaga hivi, hata kuna wengine wameolewa ni kwa neema tu ya Mungu. Sio kwa sababu eti wengine hawajaolewa wana sura mbaya au wana shepu mbaya. Hapana. Ni neema tu ya Mungu. Hebu mgeukie mwenzako kwambie, ni neema tu ya Mungu imenibeba. Kuna wengine pua zao nikiangalia ni pana, lakini Bwana amewatembelea, mmekuwa kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Amen. Baba wa watu wamekuchagua hivyo hivyo ulivyo. Na mchungaji akauliza, unampenda kama alivyo? Sema nampenda kama alivyo. Mwambie mwenzako ni kwa neema tu ya Mungu. Wala usijipendelee ukasema kwamba mimi ni mzuri sana. Maana kuna wengine mpaka anajigeuzeka kwenye kioo, anajiangalia, anasema hakuna kama mimi. Wewe wapi? Haujatembea. Ila ni neema tu ya Mungu imekubeba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana unatakiwa umnyenyekee hata huyu mume uliyepata. Ni neema tu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kazi ulionayo. Kuna watu nawajua wana CV kubwa, wana vyeti vizuri, lakini hawajapata kazi mpaka leo. Ukiangalia ufaulu wake ni mzuri. Kwa nini wewe umepata kazi na kuna wengine hawajapata kazi? Ni neema tu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema tu ya Mungu. Jambo la 4, karama hizi hutumika kwa utukufu wa Mungu. Karama yoyote ambayo unapewa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana mimi nimejifunza hata niifanya huduma kubwa kwa kiwango gani, mwisho wa siku nasema utukufu na heshima vina wewe Mungu uliye juu. Umefanya huduma kanisani, watu wamebarikiwa, watu wamemwona Mungu, unasema utukufu na heshima ni kwako Yesu peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa karama yoyote ambayo umeifanya, matokeo yake yanapotokea yawe makubwa au madogo, lakini sifa na utukufu ni kwa Yesu aliye hai.
Siku ukianza kupokea utukufu ambao sio wa kwako, ndio siku ambayo kifo chako kinaanzia kwenye huduma yako. Hey, mchungaji, umehubiri sana. Hey, kwa kweli wewe ni jembe sana. Eti mimi nipo vizuri, unanionaje kwa mfano? Mimi ni mzuri kwenye kuimba, mimi ni mzuri kwenye huduma fulani. Siku unapoanza kujisifu ndio siku unapoanza kudondokea. Kwa hiyo jifunze karama na vipawa ambavyo Mungu anakupa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na kama kwa ajili ya utukufu wa Mungu, siku zote